kwa sasa naitwa Deogratius Cosmas Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, huwa tunaitwa Bavicha. Vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema tunaitwa Bavicha. Ndugu zangu watu wa Migori na Isimani, mimi ni mwenzenu, ni jirani yenu. Mimi kwetu ni hapo Mpwapwa, kuna kijiji kinaitwa Berege. Ni karibu sana na hapa Migori. Kwa hiyo mimi ni jirani yenu na nimefurahi sana leo kuwepo hapa Migori. Na furaha yangu ina sababu mbili. Sababu ya kwanza niliyoisema, mazingira ya Migori hayana tofauti kabisa na mazingira ya kwetu hapo Mpwapwa na Berege. Naamini hata hapa wako wagogo wenzangu wengi sana. Lakini sababu ya pili, nimefurahi kufika Migori na jimbo la Isimani kwa sababu mimi kisiasa, miongoni mwa kaka zangu ambao wamenilea kisiasa, ni mbunge wenu wa wananchi Patrick Ole Sosotu. Yeye ni kakaangu. Kwa mara ya kwanza amefika Berege mwaka 2014. Kwa bahati nzuri alifika na Dr. Slaa. Ziara yao hiyo ya kwanza ndio ilienda kuisimika Chadema pale Berege mwaka 2014. Mimi nilikuwa niko form 4 form 5. Kwa hiyo nimefurahi sana kufika Migori. Kabla hatujamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama chetu, sisi wengine tumekuja kuzungumza kumsafishia njia. Sasa nafikiri watu wa Migori mnafahamu watu ambao huwa wanasafisha njia noma yao huwa ikoje. Kwa ngoja kwanza tulete noma kidogo, alafu baadaye tumuachie makamu mwenyekiti wa chama chetu aje asafishe njia. Ndugu zangu watu wa Migori, ndugu zangu watu wa Migori, uenda wazimu ni kufanya jambo lile lile kwa njia zile zile na kutegemea matokeo tofauti. Nafahamu watu wa Migori, kutoka Novemba mwaka 1995 mbunge wenu ni mzee anaitwa William Lukuvi. 95, 2000, 2005 mpaka leo 2025. Pengine mlishakataa na mlishaona Lukuvi hafai kuwa mbunge wenu. Lakini kwa sababu ya mifumo tulionayo ya uchaguzi kwenye taifa hili, ameendelea kuwa mbunge wenu. Na amekuwa mbunge wenu kwa sababu tupo kwenye taifa ambalo kwa sheria zake hata mkimkataa vipi Lukuvi, CCM na tume yao ya uchaguzi watamtangaza. Sasa sisi Chadema tumekataa kuwa wenda wazimu kushiriki kwenye uchaguzi kila siku ya Mungu. Uchaguzi ambao hata tukiwakataa ma CCM bado watatutangazia watu wa CCM kuwa ni washindi. Mimi mwaka 2020 niligombea udiwani pale Berege. Nilivyogombea udiwani nilishinda. Walitangaza vituo 11 kati ya vituo 15 na vituo 10 walikuwa wamenitangaza kama mimi nimeshinda. Baadaye hao mapolisi wakaja wakafanya fujo. Tuligoma kuibiwa. Sisi Berege tuligoma kuibiwa. Tulisema kama polisi mnataka kushiriki kuiba uchaguzi wa hapa kijijini kwetu, basi kama noma acha ikawe noma. Walitoa polisi mpaka Isimani. Tuligongana nao vizuri kabisa. Sasa hatutaki tena kushiriki kwenye chaguzi ambazo ili tutangazwe ni lazima tupigane mawe na polisi. Sisi Chadema tumesema mwaka huu kama hakutakuwa na mfumo huru na bora wa uchaguzi, basi ni heri uchaguzi usiwepo. Uchaguzi huo haupo. Uchaguzi huo hautakuwepo sio kwa sababu tutaenda kulala. Uchaguzi huo hautakuwepo sio kwa sababu tutazila. Uchaguzi huo hautakuwepo kwa sababu hakuna atakayepata nafasi ya kwenda kufanya huo uchaguzi. Kwa hiyo nitumie fursa hii. Wazee wetu watatumia maneno malaini kidogo, lakini sisi vijana ni lazima tuseme sauti ya vijana. Anzeni kuwatumia ujumbe. Hawa polisi wanazo familia zao mtaani. Anzeni kuwaambia hatutaki mshiriki kuwabeba CCM kutuongoza kiulazima. Wanaosimamia uchaguzi ni walimu, wanaosimamia uchaguzi ni watendaji. Anzeni sasa kuwatumia ujumbe kwamba nyinyi ndio mnaotumika na CCM kutuibia uchaguzi wetu. Anzeni kuwapa ujumbe. Ukikutana hata na mtoto wa mwalimu au mtoto wa mtendaji, mpe ujumbe, kamwambie baba yako mwaka huu hatutakubali mshiriki kutuibia uchaguzi. Hatuwezi kukubali kuendelea kuwa mtaji wa CCM. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, leo hapo Dodoma
kuna watu wanaitwa wasomi wa vyuo vikuu wameandaa kongamano. Kongamano wanasema kongamano la mama. Wanatoa msimamo wa kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025. Wanamsifia Mama Samia, wanasema anaupiga mwingi na mwaka huu 2025 awe tena rais wa nchi hii. Hao watu ni wasomi wa vyuo vikuu. Wagalatia 3:1 inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Na mimi leo nikiwa hapa Isimani, naomba niwaulize hao wanafunzi wa vyuo vikuu walioandaa ile kongamano hapo Dodoma mjini kwamba enyi mnaojiita wasomi wa vyuo vikuu, ni nani aliyewaloga? Leo mnaandamana, leo mnaandaa kongamano la kumsifia Rais Samia. Mkisha maliza miaka 3, miaka 4 vyuo vikuu, mkirudi mtaani hakuna ajira. Taasisi ya Police Forum inasema kwa mwaka kwenye soko la ajira vijana wanaoingia kwenye ajira ni 1,000,000 na wanaopata ajira ni vijana kati ya 40,000 mpaka 50,000. Taifa hili kwa kila mwaka wanaingia vijana kwenye soko la ajira mtaani zaidi ya 950,000 ambao hawana kazi yoyote. Mnamaliza vyuo mnaenda mtaani, hamna kazi yoyote. Anasimama waziri mkuu wa taifa hili anasema, nyie vijana mnashindwa kuajirika kwa sababu hamna ujuzi, mnapaswa kwenda VETA. Yaani mtu kasoma ualimu, unamwambia aende VETA ndo aajirike. Sasa kuna kufundisha Kiswahili na kwenda VETA kuna mahusiano gani? Halafu nyie mkiwa vyuoni mnaandaa kongamano la kumsifia rais. Malizeni vyuo vikuu, njoni mtaani, mtakosa ajira, ndo mtakumbuka hicho mnachokifanya ni upumbavu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na vijana wa Isimani, juzi tarehe 27 kuna mtu anaitwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ametoa ripoti yake. Huyu mkaguzi wa hesabu za serikali hajateuliwa na Chadema, sio mtu anayefanya kazi na Chadema. Hii CCM imeishiwa nguvu na hawana uwezo wa kufanya lolote kuhusu maisha yenu. Huyu mkaguzi wa serikali ni wa kwao wao, sio wa Chadema. Yaani wameficha yote mpaka wameona wamefika level ambayo kuna mengine wameona ngoja tuyatoe haya madogo tu ndo watu wayajue. Mkaguzi wa hesabu za serikali anasema amebaini dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshwaji wa matumizi na ununuzi wa dawa kwa kiwango bila kufanya tathmini ya mahitaji halisi. Yaani kuna watu hapa Migori, kuna watu hapa Isimani mnakosa dawa. Wakina mama ukienda hospitalini mnaambiwa lazima uende na mkasi, lakini mkaguzi wa hesabu za serikali anasema viko vifaa tiba vimefungiwa tu kwenye bohari, watu wameshindwa kwenda kuvichukua kuwaletea wananchi, vyenye thamani ya bilioni 12.48 vimeharibika. Ukikutana na mtu anasema mama anaupiga mwingi, mwambie ewe mwana Isimani usiye na akili, ni nani aliyekuloga? Shirika la reli Tanzania limepata hasara bilioni 224. Mwaka uliopita lilipata hasara bilioni 102. Hizi hasara ni kodi zenu nyinyi. Ukienda kununua kiberiti, ukienda kununua mafuta ya taa, ukienda kununua chochote, ni hela yako, ni kodi yako mama yangu. Mkaguzi wa hesabu za serikali anasema wilaya ya Ilala imepoteza bilioni 6.8 ambayo ilipaswa ichukuliwe kwenye kodi za ushuru na minada ipelekwe benki. Lakini anasema fedha hizo hazikufika benki. Yaani kuna mtu ameichukua kwa wafanyabiashara afu akatokomea nako kusikojulikana. Halafu unakutana na mtu anasema mama anaupiga mwingi. Muulize, wewe kijana usiye na akili, ni nani aliyekuloga? Ndugu zangu, juzi mkaguzi wa hesabu za serikali amesema taifa hili deni lake ni trilioni 97.35. Watanzania mko milioni 64. Ukichukua trilioni 97 ukagawanya kwa Watanzania milioni 64, nyinyi hapa mliopo wote mpaka hao watoto kila mmoja wenu anadaiwa milioni 1.5. Hizo fedha nyinyi wote mtapaswa kuzilipa kupitia kodi, kupitia chochote unachokwenda kukinunua dukani unalipa kodi, na hiyo kodi ndio inaenda kulipa ile deni la taifa. Rais Samia peke yake amekopa zaidi ya trilioni 30 toka aingie madarakani, miaka 4 tu. Rais Magufuli kwa miaka 6 aliyokaa amekopa trilioni 19 tu peke yake. Alafu unakutana na mtu anasema mama anaupiga mwingi.
ewe kijana wa Tanzania, ewe mama wa Tanzania ambaye unasema Mama Samia anaupiga mwingi kwa haya mambo ambayo Chadema sio wanasema, ni wao wenyewe na ripoti yao CAG. Ukikutana na mtu anasema hivyo, ni lazima akuumize. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wakope la hizi fedha zije zibadilishe maisha yenu. Watu wa Migori na Isimani mko na bwawa hapa. Wakope hizi fedha, wawaleteeni kilimo cha umwagiliaji. Wakope hizi fedha, wawekeeni mazingira bora ya kilimo. Lakini wanakopa hizi fedha, utasikia goli la mama, eti Simba ikifunga goli wanapewa milioni 5. Hivyo ni akili matope. Kopa fedha, tengeneza viwanda, viajiri vijana wa taifa hili. Wewe unakopa fedha, unanunua haya mapikipiki mnayoyaona. Hizo ni akili matope. Kopa fedha, zibadilishe maisha ya watu. Yaani ni sawa sawa na unaenda kopa hela, alafu unanywea bia. Kopa fedha, fanyia biashara. Kopa fedha ikuongezee, tatua tatizo la ajira ya vijana wako. Unakopa fedha, hata hatujui unaenda kufanyia nini, na maisha ya watu bado yanaendelea kuwa magumu. Hakuna kitu anachokifanya zaidi ya kusambaza kitu kinaitwa madubwi. Nyinyi mnajua madubwi? Mabonanza. Yale mamichezo ya kamari. Yaani wao akili zao zimefikia hapo. Vijana wa taifa hili badala watafutiwa matrekta, watafutia mazingira ya kufanya kazi, kuwekeza, kujiajiri, lakini serikali inaruhusu yako madubwi humu mtaani. Yale madubwi ili uyacheze, unachukua hela, unaweka mle ndani, linakula. Unajua yale ni madude ya Wachina Kwa kila siku ya Mungu, tuko kwenye taifa ambalo Wachina wanakusanya tu pesa zetu kila siku. Wanakusanya nazo, wanaenda nazo wapi? Kwao China. Sisi tunabaki nini? Hizo ndo akili za wana CCM. Sasa CCM wanafahamu kwamba kwenye uchaguzi huru na haki kuna mtu yoyote mjinga ambaye atawachagua. Kwa nawaombeni sana vijana wa Isimani, iungeni mkono Chadema. Shirikini kwenye kampeni yetu ya no reforms no election. Huu maskini mlionao watu wa Isimani sio mpango wa Mungu. Huu maskini tulionao vijana wa Isimani na Dodoma na Iringa na Tanzania kwa ujumla sio mpango wa Mungu. Huu maskini tulionao ni mtaji wa CCM. Ni mpango wa CCM. Ikataeni CCM kwa sababu yenyewe inaufurahia umaskini wenu, iutumie kuendelea kuwaongoza. Mtaendelea kuwa maskini mkiendelea kuikumbatia CCM. Mtaendelea kuwa maskini mkikubali kushiriki kwenye chaguzi za namna hii kwenye taifa letu. Nimesikia hapa kuna kiongozi alipanda akasema na wao walipolwa matokeo na polisi. Waliibiwa uchaguzi, polisi walienda kuwapora. Sasa na mimi nitumie jukwaa hili kuwaambia polisi. Na nimemsikia hapa Dr. Slaa wakati anauliza Wakristo wangapi? Wengi mmenyosha mikono kuonekanika kama ni Wakristo, na naamini pia na polisi wengi mko hapa Wakristo. Sasa kwa wale Wakristo wakisoma kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 14 kinazungumza habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akiwa kwenye matembezi yake maeneo mbalimbali alikutana na watu mbalimbali. Miongoni mwa watu waliokutana nao ni watoza ushuru. Wakamuuliza, tunapaswa kufanya nini? Aliwaambia, mtoze kwa kadri lilivyoamriwa. Polisi nao walikuwepo, sio walikuwa na kielele, na wenyewe walikuwepo kwenye maeneo hayo. Na wenyewe wakamuuliza, na sisi tufanye nini? Yohana akawaambia, msimdhulumu mtu. Aliwaambia mambo matatu. Jambo la kwanza, msimdhulumu mtu. Mimi niwaulize, nyie polisi wa Tanzania, nyie polisi wa Isimani, hii CCM kwa sababu ya sheria za ovyo zilizopo kila siku wanawatuma polisi kudhulumu watu. Nyie watu wa Isimani hamdhulumiwi na polisi? Polisi wanatumwa kudhulumu mpaka haki zenu za kuwachagua viongozi mnaowataka. Kwa maneno mengine, CCM inawatengenezea mazingira polisi kwenda motoni. Mkitusikia Chadema tunawaambia polisi, tendeni haki. Hatuishi tu kusema mtende haki ili sisi binafsi tunufaike. Tunawaambia tendeni haki ili siku moja tukirithi ufalme wa mbingu na nyinyi mwepo tuwe wote na nyinyi.
Kwa hiyo tunavyodai katiba mpya kwenye taifa hili, tunapodai tume huru ya uchaguzi, tunataka sio tu tuokoe maisha yao. Akija hapa makamu mwenyekiti atawaambia hawa polisi wanalipwa shilingi ngapi, na wao maisha yao ni magumu mno. Na huyu anayosababishia maisha magumu anaendelea kuwatumia kwenye mambo ya kihuni kwenye taifa hili. Jambo la pili, Yohana aliwaambia usimshtaki mtu kwa uongo. Sasa niwaulize nyie watu wa Isimani, hawa polisi wanawashtaki kwa uongo au hawashtaki kwa uongo? Jambo la tatu, Yohana akawaambia toshekeni na mishahara yenu. Sasa kwenye hili la mishahara mimi nafahamu mishahara yenu mnayolipwa ni midogo, hakuna namna mtaweza kutosheka nayo. Kwa njia pekee ya kuwafanya msipate dhambi ya kulomba rushwa ni kuhakikisha mnaongezewa mishahara. CCM wamegoma kuongezea mishahara. Sio tu kuongezea mishahara polisi, wanakula mpaka pesa za polisi. Hao polisi wanakatwa fedha za kufa na kuzikana, wanakatwa fedha mpaka ya sare. Hivyo vitu vyote vilipaswa kugharamiwa na serikali. Kwa hiyo watakufa, watapata dhambi ya rushwa kwa sababu tu hawapewi mishahara inayotosha. Nini ninachotaka kukisema? Hili taifa ni la kwetu wote. Nyinyi polisi sisi sio maadui zenu Chadema. Tuungane kwa pamoja. Jambo ambalo ni la haki kwa mwana Chadema apatiwe. Jambo ambalo ni la haki kwa mwana CCM apatiwe. Tuwe na taifa ambalo kila Mtanzania ataona ni eneo salama la kuishi. Kwa sababu uhai ni zawadi pekee ambayo kila kiumbe kilichoko hai kimepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi hata siku moja Chadema hatujawahi kuwa maadui na polisi. Tunatamani tuishi kwenye taifa ambalo wote tutaheshimiana na wote tutashirikiana na hakuna hata mmoja ambaye atajuta kuwa binadamu. Mara baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana watu wa Isimani. Naomba sasa wakati naenda kumkaribisha makamu mwenyekiti na DJ kama itakuwepo One Love hapo utupigie. Naomba niwaage kabla ya makamu mwenyekiti wa chama chetu hajapanda hapa mbele. Naona huyu mtu wa kamera amekuja. Hebu tuipe vizuri waione. Huko duniani waone watu wa Isimani mko vibe. Haya, kunjeni ngumi. Watu wa Isimani ngumi ziko wapi tuwagane? Mbona sisikie? Watu wa Isimani ngumi ziko wapi tuwagane? Watu wa Isimani ngumi ziko wapi tumkaribishe makamu mwenyekiti wa Chadema? Peoples! 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 Mheshimiwa makamu